Ejo, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Juice African Story? Harmonize vs Rayvanny, nani mkali zaidi kwenye muziki wa Bongo Flava? Karibu kwenye simulizi maalum ya muziki wa Afrika Mashariki. Simulizi inayogusa ndoto, ushindani, ushindi, kushindwa na ukweli mchungu wa umaarufu. Katika historia ya Bongo Flava kumekuwa na wasanii wengi, lakini wachache sana wamewahi kulinganishwa kwa kiwango cha juu kama Harmonize na Rayvanny. Wote walitokea sehemu moja, wakapita njia zinazofanana, lakini hatima zao zikachukua mwelekeo tofauti. Swali moja limekuwa likizunguka mitaani, mitandaoni na kwenye majukwaa ya muziki: nani mkali zaidi kati ya Harmonize na Rayvanny? Mwanzo wa ndoto. Kabla ya umaarufu, kabla ya mamilioni ya viewers YouTube, kabla ya tuzo na majukwaa makubwa, kulikuwa na ndoto. Rayvanny, kijana wa Mbeya. Rayvanny jina lake halisi Raymond Shaban Mwakyusa. Alikulia Mbeya. Akiwa kijana mdogo alipenda sana kuimba, kuandika mashairi na kujaribu bahati yake kwenye muziki. Mwaka wa 2015 alijaribu bahati yake kwenye Tip Top Connection, mashindano yaliyoleta wasanii wengi wakubwa. Hapo ndipo macho ya Diamond Platnumz yalipomwangukia. Diamond Platnumz alimuona kama kijana mwenye kipaji, nidhamu na maono ya kimataifa. Harmonize, kijana wa Mtwara. Upande mwingine, kusini mwa Tanzania, kulikuwa na Harmonize Rajabu Abdul Kahal. Maisha yake hayakuwa rahisi. Alipitia umaskini, kufanya kazi ndogo ndogo na wakati mwingine hata kulala njaa. Lakini Harmonize alikuwa na kitu kimoja kikubwa: imani isiyotikisika kwenye kipaji chake. Aliposainiwa WCB Wasafi mwaka wa 2015, wengi hawakumjua, lakini ndani ya muda mfupi jina lake lilianza kutikisa mitaa. Kupaa kwa umaarufu. Rayvanny anapopaa kimataifa. Rayvanny alipotoa wimbo wa Kwetu, muziki wa Bongo Flava uliobadilika. Wimbo huo haukuwa wa kawaida, ulikuwa na ladha ya Afrika, sauti ya dunia na ujumbe wa nyumbani. Baadaye zikafuata I Miss You, Te Amo, Chuchumaa. Mwaka 2017 Rayvanny akaweka historia BET Award Best International Act Africa. Hapo ndipo jina lake likavuka mipaka ya Tanzania. Harmonize anapotawala mitaa. Harmonize hakwenda taratibu, alikuja kwa nguvu. Nyimbo kama Yola, Matatizo, Niambie zilimfanya awe kipenzi cha watu wa kawaida. Mashabiki walimuona kama msanii anayesimulia maisha yao halisi. Harmonize alikuwa msanii wa jukwaa mwenye energy, ujasiri na mvuto wa asili. Tofauti za kimuziki. Hapa ndipo tofauti zao zilipoanza kuonekana wazi. Rayvanny anaandika nyimbo nyingi mwenyewe, anajua kuimba, ana utofauti, ana mtazamo wa soko la dunia, anapunguza drama, anaongea kazi. Harmonize ana charisma kali, ana mashabiki wa dhati mitaani, ana nyimbo za kuhamasisha na kuumiza, anaishi maisha anayoyaimba. Moja ni strategist, mwingine ni fighter. Kuondoka WCB. Tofauti ya maamuzi. Rayvanny abaki WCB. Rayvanny aliamua kubaki WCB kwa muda mrefu. Alijifunza, akaongeza mtandao, akaimarisha jina lake. Hata alipoanzisha Next Level Music bado aliweka uhusiano mzuri na Wasafi. Harmonize kuondoka WCB. Harmonize alipoondoka WCB ilikuwa kama tetemeko la ardhi. Alitozwa mabilioni, alikumbana na maneno mengi. Wengi walizani atashuka, lakini Harmonize akasema never give up. Akaanzisha Konde Gang Music Worldwide na kuanza upya kama msanii huru. Mapambano ya baada ya umaarufu. Rayvanny akaendelea kutoa Flowers Forever, Mama Tetema collab ya kimataifa. Harmonize naye akaja na Uno, Single Again, Santa Kalawe, kila mmoja akiwa na mafanikio yake, lakini kwa njia tofauti. Nani mkali zaidi? Hili ndilo swali gumu zaidi. Kama ni tuzo, nidhamu na soko la kimataifa, Rayvanny anaongoza. Kama ni ushupavu, ujasiri na kuwakilisha maisha ya mtaa, Harmonize ni hatari sana. Kwa kweli hawa ni wafalme wawili wa pande tofauti.
Harmonize na Rayvanny wamethibitisha kuwa kipaji peke yake hakitoshi, maamuzi yanaamua hatima. Wote wawili wameandika historia, wote wawili wamewahi kushinda na kushindwa, na wote bado ni sauti muhimu ya Bongo Flava. Sasa ni zamu yako. Wewe unaona nani mkali zaidi, Harmonize au Rayvanny? Pia usahau kulike, kusubscribe na kushare. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Like now, bye bye.